Yes, niwakaribishe wote kwenye session ya leo ambayo hasa itahusika na changamoto ambazo zipo kwenye mmeng'enyo wa chakula, ambacho kiukweli ndio changamoto ambayo watu wengi inawasumbua kwenye maisha ya kila siku. Yaani asilimia zaidi ya 70 ya mfumo wa mmeng'enyo, naweza nikasema 75, inategemea sana na kesi ya mmeng'enyo wa chakula jinsi ilivyokaa kwa kila mtu, au usalama wake wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula namna unavyoweza kuoperate. Sasa hili sio swala letu tu, lakini ni janga ambalo lipo dunia nzima. Yaani dunia nzima leo, changamoto nyingi za kiafya ambazo watu wanakutana nazo zinatokana na kesi ya mmeng'enyo kutokuwa sawa sawa. Sasa nianze kwa kusema kwamba binadamu binadamu analindwa na usalama wa seli zake, yaani we are who we are because of our seli. Seli ndio maisha, seli za hai za binadamu, seli ndio ulinzi wetu, na seli ndio ambazo zinasababisha mwili uweze kufanya kazi unavyotakiwa, uwe katika optimal performance. Ni seli hai ambazo zinafanya kazi, ndio nature jinsi ilivyo. Seli ndio dokta aliye ndani yako. Kwa zamani watu wengi wanafahamu kwamba kwa zamani tulikuwa tunaishi bila kutumia medications, dawa na vitu kama hivyo, lakini bado tulikuwa tunaishi tu vizuri. Ni kwa nini? Kwa sababu vyakula walivyokuwa wanakula, maisha ambayo walikuwa wanaishi, walikuwa wanasababisha kwamba seli zao ziweze kuwa ziko stable, kwa mwili unaweza ukakaa huko vizuri zaidi. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kwanza. Kwa hiyo hizi seli zikiwa disturbed hizi, huku kwingine kuweza kufanya kazi inavyotakiwa inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mwanzo wa binadamu unaundwa na seli kwanza, usalama kwanza wa seli zake kuweza kuwa ziko vizuri, alafu seli ndio zinaunda mwili au tishu za binadamu. Body tissue ni mkusanyiko wa seli ambazo zinafanya kazi moja kwa pamoja, ndo zinaunda mfumo wa mwili, ambao mfumo wa mwili unaanzia kwenye body tissue. Yani mtoto anapokuwa anaundwa ndo jinsi inavyoenda mpaka anapokuwa mtu mzima. Kwa mfumo wa kwanza tunafahamu ni mfumo wa nerve, mfumo wa fahamu, na ndio maana wanasema sehemu ya kwanza mwana anza kutengenezwa kwa binadamu, naanza kwanza kuumbwa ubongo, unatengenezwa. Na ndio maana mtoto anapokuwa ukimwangalia kwenye zile pictures ambazo zinakuwa iko ndani, unaona na mbicho mkubwa. Alafu the more mwili unaendelea kutengenezwa, huku kichwa kinapungua mpaka mwili unakuwa una function au umekuwa katika proper form. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni nerve, ule mfumo wa wa fahamu ambao unaanzia kwenye ubongo na vitu vingine, ambao kazi yake yenyewe tu ni kupeleka taarifa kwenye mifumo yote iweze kufanya kazi vizuri. Ndio tissue hizo, human tissue. Kwa zinaanza seli zinatengeneza hizo human tissue, alafu zinatengeneza pia mfumo mwingine, ni mfumo wa seli ya mfumo wa misuli ya binadamu unaanza kutengeneza, mwili unaanza kutengenezeka, hizo tissue hizo ambazo ni seli zimejikusanya. Kuna seli ambazo zinatengeneza mwili, kuna seli ambazo zinatengeneza nerve, kuna seli ambazo zinaanza kutengeneza sasa mfumo wa ngozi. Ndio hii body structure ya nje ambayo unaiona, zote ni seli fulani ambazo zimejikusanya pamoja, afu zimeumba hizo structure. Kuna mfumo ambao unaenda kutengeneza sasa, uh, unaitwa connectivity. Connectivity kazi yake ni kufanya functioning, yani kuconnect hii mifumo yote, nevu ya ubongo, mwili ufanyeje, ili kwamba taarifa inavyotoka kichwani iende kuflow mwili mzima. Sasa ndo unaanza kufanya kazi inavyotakiwa. Huu mfumo wa hizo tishu ukishakaa sawa sawa, sasa hizo parts tofauti tofauti zikishakaa sawa sawa, zinaumba mfumo mwingine wa pili ambazo ni body organs. Sasa zile organ ambazo ziko kamili ndo mfumo sasa unakaa vizuri kuna moyo unatengenezwa, kuna mfumo wa urine wa mfumo mzima wa kuweza kutoa mkojo, kuna mfumo tofauti, yani ile mwili sasa structure ya ndani inaanza kujengwa, lakini imeanzia kwenye seli, alafu ikaenda kwenye tissue, alafu ikaja kwenye organ. Alafu sasa ikishatoka kwenye zile organ makini zimeshatengenezwa kwenye mwili, sasa kila mtu kashakuwa na tumbo, kashakuwa na hiki cha kupumulia, kila kitu kiko vizuri, then sasa inakuja system, sasa organ system, ambayo hizi organ system kuna mfumo wetu zungumzao unaitwa connectivity, ambao una connect hizi zote. Sasa mwili unakuwa unafanya kazi, anataka kutembea anatembea, ukisema kichwani nataka kukaa, kama mfumo kanakopeleka taarifa kwenye system zote zinazosema kakae, kanafanya kazi, mwili una bend, unakaa, mwili unakuwa umekaa vizuri. Ndio nature jinsi inavyoenda, na ndio maana kwa mtu kama hivi, mtu mzima, mifumo imeacha kufanya kazi, mwingine anajikojolea. Kwa nini? Kwa sababu yani taarifa ya viungo vya kujua haifanyi kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo hiyo yote ni mifumo ambayo inaanzia kwenye seli za binadamu. Nataka kuna kitu hapo connect kabla tuenda kujua huu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, umuhimu wake, jinsi ulipokaa, ndio jinsi inavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo hiyo ni mifumo yote kwenye mwili mpaka hapo zinaanza. Sasa challenge za binadamu
ziko katika maeneo haya mawili, challenge za binadamu. Cha kwanza ni nutritional gap, yaani mwili haupati virutubisho, kwa sababu seli za binadamu hazili ugali wala wali wala mahindi wala chochote, zinakula virutubisho vilivyopo kwenye ugali, kwenye wali, kwenye mahindi ambayo tunakula, kwenye kila kitu tunakunywa. Mwili unaenda kushambulia virutubisho, virutubisho vinaenda kuzifanya seli ziwe imara. Zile seli zikiwa salama ndo zinafanya huu mfumo nilokuonyesha hapo wote unakuwa proper, yani binadamu sasa unakuwa uko active inapotakiwa. Seli zikishakuwa disturbed, ina disturb mfumo mzima wa mwili, unakuwa ufanye kazi inapotakiwa. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya kazi inapotakiwa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ambayo ni changamoto kwetu ni hii kitu ambacho nimekizungumza hapo au nimekilepo hapo, nutritional gap au kukosa nutritions, kukosa virutubisho. Ukikosa virutubisho, seli hazivi vizuri. Seli zikishakuwa hazivi vizuri, mwili haufanye kazi vizuri. Lakini shughuli nyingine ya pili ambayo ni changamoto ni toxin overloads. Toxin overload na free radicals ambazo tunakutana kwenye mazingira yetu ya kila siku, ambazo hizi sasa zikiingia, hizi toxins zina tabia ya kwenda kushambulia seli. Zikishambulia seli, seli zinashindwa kufanya kazi inapotakiwa, automatically mwili wa binadamu unaanza kuwa changamoto. Now you can understand, now unaweza ukapata picha kwa nini nazungumzia mfumo wa mmeng'enyo. Kwa maana mfumo wa mmeng'enyo ni key, kwa sababu huu ndio unabeba hivyo vitu vyote. Mfumo ukishindwa kuwa vizuri, nutrition hazikawi vizuri, magepu yanaanza kuonekana, seli hazifanye kazi vizuri, mwili unaanza kuwa changamoto. Kwa ndo naanzia hapo. Mfumo mwingine ukishindwa kuwa vizuri, ukashindwa kuweza kutoa virutubisho vinavyotakiwa, hizi toxins zikija kwenye mwili zinabaki zinaathiri mwili. Lakini mfumo ukiwa vizuri, hata nikiingiza toxins, kuna namna ambavyo mfumo wenyewe unaziondoa, unaufanyia cleansing haraka haraka. Na kuna huyu mtaalamu aliyewahi kuzungumza hii idea ambayo kiukweli inafanya kazi vizuri. Huyu jamaa anaitwa Dr. Raymond Francis. Dr. Raymond Francis aliwahi kutoa hii theory ambayo ndio ina work better sana, kwamba duniani kuna gonjwa moja tu ambalo linasababishwa na sababu mbili tu, ambazo sababu zinaingia kupitia njia 6. Na duniani hilo gonjwa moja linaitwa cellular malfunctioning, yani seli kushindwa kufanya kazi vizuri ndio kunasababisha magonjwa. Na seli kuto kufanya kazi vizuri kunasababishwa na toxin kuwa nyingi na kukosa virutubisho. Kukosa virutubisho kunasababishwa na vitu kadhaa ambavyo ni 6, na toxins pia zinasababishwa na vitu kadhaa ambavyo ni 6. Either umekosa virutubisho, maana yake nutrition hujapata, au kuna toxins zimeingia, au kuna mental problem ambayo uko nayo. Ukiwa na mental unhealthy, kunasababisha pia kuna toxin nyingi ambazo ni rahisi kuingia kwenye mwili wako. Lakini pia kunasababishwa na physical, pia kuto kufanya mazoezi na vitu kama hivyo, nitachambua hapo kidogo chini. Then kunasababishwa pia na genetic issue ambayo ni vile vitu vya kurithi. Lakini pia kunasababishwa pia na medications. Kuna medicines fulani ambazo mtu akizichukua kwa muda mrefu zinamwathiri pia mwili wake, unashindwa kuwa vizuri. Kwa hiyo vyanzo, gonjwa ni hili moja linasababishwa na hiyo vitu viwili. Nao tuanze kwenye challenge ya kwanza. Challenge ya kwanza ni nutritions. Mwili wa binadamu unalindwa na seli. Seli hazili ugali wala wali, zinakula virutubisho vilivyopo kwenye ugali na wali. Kwa hiyo mfumo wangu wa mmeng'enyo ni lazima uweze ukawa uko salama sana, ili kuhakikisha kwamba ninapokula una uwezo kweli wa kwenda kuchambua virutubisho na kuweza kweli kuvichukua na kuvipeleka mpaka seli zangu ziweze kupata. Kwa cha kwanza natakiwa nile chakula sahihi. Cha pili, mfumo wangu inabidi uwe kwa salama. Cha tatu pia inabidi kutafuta namna pia kuweza kusupport mfumo uweze kuwa vizuri, ili vitu viweze kuvipata. Na ninapozungumzia kwenye mfumo, lazima uweze kuligusa tumbo. Sasa tumbo ndio kiwanda chenyewe cha hizo shughuli zinazofanyika kabla chakula kijatoka kikaenda kwenye utumbo mwembamba au kaenda kwenye utumbo mpana mpaka kikatoka kama ni mchafu. Na tumbo, wataalamu wanaita tumbo ni your second brain, ni ubongo wako wa pili. Na wanauita ubongo wako wa pili kwa sababu kwanza ndio una affect akili na mwili wako. Yani akili yako, tumbo lisipokuwa sawasawa, akili ya binadamu haiwezi kuwa vizuri. Tumbo lisipokuwa sawasawa, mwili wa binadamu hauwezi kufanya kazi inavyotakiwa. Na ndio maana mtu akikosa kula chakula vizuri kwa muda mrefu, mwili unaanza kudeteriorate, anaanza kupata magonjwa ya ajabu ajabu, anaanza kudhoofika. Na pia hawa watu wanaanza kupata mental health. Hivi do you know kwamba kuna watu ambao wanatembea kwa barabarani wanaongea wenyewe, ni njaa tu. Ni njaa tu imekuwa kali. Ikiwa kali ya kutosha, ndugu yangu, unaongea tu vizuri barabarani,
Ikiwa njaa kali ya kutosha inakutosha kabisa, wewe mtu ukawa ukarani mental issue, yani ukawa kabisa chizi 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 chizi. Ndio maana hawa jamaa wakipelekwa tu sehemu nzuri ambayo wakapewa assistance nzuri, wakala vizuri, wakakaa vizuri, wakapewa zile follow up nzuri, baada ya muda mtu anakuwa tu akili na ina function vizuri. Lakini most of the time mwanzoni inakuwa ni changamoto ambayo imetokana na mfumo wake huathiriwa na meal, chakula kutokapata vizuri. Kwa tumbo linaathiri vyote, linaathiri mwili, linaathiri ubongo, na ndio maana inaitwa the second brain. Na tumbo limepewa uwezo wa kuwa na mfumo ambao unajimanage wenyewe, yaani mfumo wake hautegemei direction za ubongo. Mwili wote wa binadamu na viungo vyote vya binadamu vinategemea direction ya ubongo ili kuweza kufanya kazi. Ndio maana ubongo usipokwambia kitu, mwili haufanyi kazi chochote, lakini tumbo limepewa uwezo wa kujimanage wenyewe. Kwa nini limepewa uwezo wa kujimanage wenyewe? Ili kuhakikisha kwamba linatoa protection nzuri kwa ubongo wenyewe, kwa sababu isipofanya kazi vizuri ubongo utaathiriwa, ambao ndio kitu muhimu kwenye mwili. Isipofanya kazi vizuri mwili utaathiriwa. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba utumbo linakuwa liko vizuri, linapewa uhuru, na ndio maana lina mfumo wa nevu ambao unataka kufanana sawasawa na mfumo wa nevu, yani lina complex nevu za kutosha ambazo zinataka kufanana na mfumo ambao upo kwenye ubongo wenyewe. Kwa hiyo zina nevu ambazo ziko pale, ziko concrete za kutosha tu. Ndio maana it's very important kujua nini nakula na nini cha kufanya, ni muhimu sana. Lakini pia 90% ya homoni za furaha zinategemeana na tumbo lako au zinatengenezwa kwenye tumbo lako. Ndio maana mtu akiwa ana issue ya tumbo, yani hata amani yake inakuwa haipo vizuri, yani kuna mudi inakuwa inapotelewa. Mudi iko kichwani, inaathiri ile mudi ya mtu. Mtu akiwa hajala vizuri, mudi yake inapotea. Kwa nini? Kwa sababu 90% ya homoni ya mtu ya furaha na ile utulivu au mudi ya mtu inategemea na tumbo jinsi lilivyokaa. Ndio maana liko very independent, na ndio maana pia ni muhimu kutake charge ya tumbo lako vizuri. Ndio maana mtu akiwa amepata, yani tumbo na ubongo vinaathiri each other. Ndio maana mtu akiwa amepata ile hali ya wasiwasi unaupata kichwani, lakini tumbo linapokea kwa kujisikia kwenda kuharisha, lakini wasiwasi umeupata kichwani. Ndio athari ya tumbo na ubongo jinsi unavyoweza kufanya. Tumbo limefurugika, akili yangu inashindwa kufanya kazi vizuri. Tumbo lina njaa, akili yangu inashindwa kufanya kazi vizuri. Nikiona chakula hivi, nimeona kwa macho, ile hali ya utulivu inaanza kuja vizuri. Hiyo ndio namna ambavyo vinaathiri each other. Kwa hiyo tumbo liko very independent kwenye how linajiorganize na kuweza kurani vitu vyake, huu mfumo huo. Lakini cha nne, tumbo lina bakteria wa faida ambao unasaidia kwenye digestion yako kuweza kufanyika vizuri, kinga za mwili kuweza kuwa ziko salama, lakini kemikali nzuri za ubongo zinatengenezwa kwenye tumbo. Ndio umuhimu wa tumbo jinsi ulivyokaa. Lakini pia nimezungumza kwamba lina uhuru wa kazi ili kuhakikisha kwamba lina control vitu vyote kwa wakati mmoja. Sehemu ya pili ya mwili ni mfumo sasa wa mmeng'enyo. Mmeng'enyo unafanyaje kazi? Mmeng'enyo huu ndio sehemu ambayo virutubisho vinachukuliwa vinapelekwa kwenye seli zako. Virutubisho vinachukuliwa vinaanza kufanya kazi effectively kwenye kila seli. Zikilishwa vizuri, automatically, kama mtu alikuwa na changamoto kwenye kila parts, nimezungumzia kwamba seli zinaunda tissue. Kwa tissue ndo zinazounda zile organ system zile. Automatically mtu anapokuwa seli zimelishwa vizuri, zile seli husika ambazo zinaenda kujaza tissue vizuri zinaanza kushughulikia zile organ zile salama, zile salama, zile salama. Kwa automatically baada ya muda mtu anakuwa yuko vizuri. Kwa hiyo mmeng'enyo wote unafanyika hapo. Na we are what we eat. Yani sisi ni matokeo ya vile tunavyokula kila siku. Ndio maana mtu anakuwa yuko hivyo. Na makundi haya ya vyakula, kuna kundi la wanga ambalo hapa tunakutana, kuna ngano, kuna mafuta, kuna sukari, haya yote yanapita kwenye tumbo. Kuna kundi la protein tumboni ambayo yenyewe yani kundi la protein yenyewe inaanza kufanyiwa hiyo digestion yake kwenye eneo la utumbo mdogo. Wanga unaanza kufanyiwa digestion yake. Kwa nini wanasemaga wanga ni hatari? Wanga ni hatari. Mtu mnamsikiaga Dr. Janabi anavyozungumza, msile sijui wali nani, msile sijui mkate, wanga huo anauzungumzia. Kwa sababu wanga digestion yake inaanzia hapa. Yaani nikitumbukiza tu chakula mdomoni tayari kuna enzymes ziko kwenye mate zinaanza kudigest chakula. Kwa zinadigestiwa haraka sana.
Kwa hiyo haraka mno inapoingia tu kwenye tumbo langu tayari imeshaanza kufyonzwa kuingia kwenye mifumo yangu ya mwili. Ndio jinsi wanga ulivyo, na ndio maana wanga unaathiri kwa haraka mwili wako, kwa sababu haraka unachukuliwa. Kwa hiyo kama nimekula kitu kama ni sukari, sukari immediate tayari ishaanza kukatakata kwenye mdomo wangu, inaingia kwenye mifumo haraka haraka. Ndio vitu jinsi kwa kuna protein ambayo yenyewe inaanza kufanyiwa digestion kwenye utumbo mdogo. Unaanzia kwenye tumbo taratibu, unaenda kwenye utumbo mdogo, alafu unaenda kwenye kongosho ambako kule inabadilishwa inakuwa ni amino acids, then inaenda kwenye tissue, hizo seli za mwili zinaanza kufanya inavyotakiwa. Kuna mafuta, ukila mafuta digestion yake inaanzia mdomoni. Nimesema protini digestion yake inaanzia kwenye tumbo. Wanga inaanzia pia hapa mdomoni, immediate inaanza kwenda vizuri. Haya, kuna mafuta yenyewe mdomoni immediate. Haya, ukienda kwenye vitamins, ukila vyakula vyenye vitamins au vitamins kwa wingi na madini, vinaenda digestion yake inaanza kufanyia kwenye utumbo mdogo. Kwa vya kubebwa vya msingi vinaanza kubebewa huko. Ukila fiber digestion yake inaanza kufanyika kwenye utumbo mpana kule. Na ndio maana fiber tunaitumia sana kuhakikisha kwamba inatusaidia kutoa uchafu. Kwa sababu huku kwingine kote fiber haikatwi, ni kila news maana yake vyakula vyenye news. Huku kwingine kote mdomoni fiber inapita haikatwi, utumboni fiber inakipita haikatwi, utumbo mdogo fiber inakita haikatwi. Kwa hiyo ikienda kwenye utumbo mpana linaenda news kama zilivyo. Kama kuna uchafu umebaki unabebwa kama ulivyo. Ndio umuhimu wa kula kitu chenye news, mboga nitachambua hapo kidogo, mboga namna hiyo unabeba. Kwa hiyo una combat ule uchafu wote unaondoka nao. Kwa kuna umuhimu wa kujua balance diet yako, unakula vipi. Chakula ni kireje kulingana na umuhimu wake na digestion zake jinsi zinavyoweza kufanyika. Na ndio maana ile vita ya kusema ugali uwe mchache, wali uwe mchache, mboga ziwe nyingi inaanzia hapo, kwa sababu ya hiyo kitu ambacho nimekuelezea hapo. Na sahani yetu, this is the way sahani yetu inavyokuwa. Sahani yetu inabidi iwe na sehemu kubwa ya mboga, alafu sehemu kidogo ya starch, alafu sehemu kidogo ya protein kwa wingi. Manake nyama, starch ndio hiyo, labda umeweka kawali kidogo, nyama walau robo, lakini nusu ni mboga, kwa sababu kazi yake ni kubwa sana pia kwenye mwili. Lakini bahati mbaya, this is the way we eat. Haya ndo maisha yetu ya kila siku, the way tunavyotafuna. Tunakula sana vitu ambavyo unaviona hapo mbele, yani wali mwingi kuliko mboga. Choma nyingi sana. Zege ndio usisema. Almost every day we eat zege. Yaani ukipita siku 2 siku 3 utajisikia tu ile hamasa ya kwenda kula zege na utaenda kulitandika. Ndio namna ambavyo vitu jinsi vinavyo okay, nilijua sauti ya sikiki, sorry. Jinsi vitu ambavyo vinavyoenda vinakuwa kwenye mwili. Hivi ni vyakula ambavyo tumezoea kuvila every day. Ukienda Zanzibar, hii ndio chakula watu wanakula: ngano kwa wingi, sukari kwa wingi, mafuta kwa wingi. Ni vyakula ambavyo watu wamezoea kula kila siku. Huu ndio mfumo wetu, lakini kiuhalisia tunatakiwa kuweza kula tofauti, ambavyo nilikuwa nimeelezea. Lakini kiuhalisia, this is the way we supposed to eat: mboga nyingi, kaugali kidogo, samaki wa kutosha, kaugali kidogo, nyama nyingi, ndizi, vitu. Tunatakiwa mazingira yetu ya kuishi na kula natakiwa katika staili hiyo ya kila siku. Kwa matokeo yake, tukiwa tunakula tofauti, lazima hivi vitu utakutana navyo. Kitambi lazima kitakuja. Muda gani nakula, chakula gani nakula kila siku, lazima hichi kitu kitakuja na utapambana nacho, hakitakuwa kinaisha. Na ndio maana saa hizi mazingira ya watu wengi wanaingia kwenye hiyo changamoto. Now, speaking about hiyo kitu ambacho nakuzungumzisha hapo, hili ni kundi la kwanza, kundi la wanga. Watu ambao ndio wanakula sana hivi vitu daily. Sasa wanga sio kwamba ni mbaya fuli. Wanga sio mbaya fuli, kwa sababu kuna wanga pia mzuri. Wanga ninapozungumzia, umekula ugali, umekula mahindi, ndio unasema usikoboe. Kwa nini usipoe? Kwa sababu unasababisha kwamba ule wanga mzuri pia bado unaendelea kuwepo kwenye mwili wako, na mwili unakuwa stable zaidi, mwili wako unakuwa unafanya kazi vizuri. Kama nakula wanga, napenda wanga, basi nile viazi, nile muhogo, pia ni wanga, lakini ni wanga nzuri. Kwa hiyo sio vyote ni vibaya, nao nitaelezea kidogo namna jinsi inapokuwa. Wanga unaanziwa kudigestiwa mdomoni, nilikuzungumza hapo, ambapo ni kila ule wanga unabadilishwa kuwa sukari immediate kwenye mdomo wangu pale, sukari moja kwa moja.
Alafu ukishatoka kile chakula kimetoka mdomoni kinaenda kwenye tumbo sasa, si nimekitafuna. Wakati nakitafuna tu kuna enzyme ambazo kwenye mate zinafanya hiyo digestion hiyo kufanyika, hiyo ina change wanga tu sukari. Ikienda kwenye tumbo sasa, nimeshameza, nimemeza vizuri, inaenda kwenye tumbo. Ikienda kwenye tumbo inakutana na tindikali sasa ya tumbo, ambayo ni kuna asidi ambayo iko kwenye tumbo inayosaidia mfumo wa digestion ufanyike vizuri. Ikienda kwenye hilo eneo inabadilisha ile sukari inakuwa sukari zaidi, maana yake inakuwa sukari nyepesi sasa, inakuwa sukari zaidi, yani inamegwa megwa, inakuwa nyepesi zaidi kumegeka. Inatoka kwenye tumbo inaenda kwenye utumbo mwembamba. Ikienda kwenye utumbo mwembamba inaenda kuibreak ile sukari ambayo tunaita glucose, inaenda hiyo glucose hiyo nyepesi inakuwa glucose nyepesi, yani maana yake inakuwa sukari nyepesi zaidi. Ikiwa sukari nyepesi ndio inafyonzwa kirahisi sasa kuingia kwenye damu, kirahisi inafyonzwa, maana yake ule mmeng'enyo wake unafanyika vizuri. Ikifyonzwa kule kirahisi ndio inaenda kufanya sasa mtu anakuwa na energy, nguvu inayomtosha kuoperate vizuri kwenye mwili wake. Sasa kila kitu ni kiasi, ujue sio kila kiasi, yani wingi na kiasi ndio kitu cha kuweza kucontrol, nachotaka kumaanisha. Kwa hiyo inafyonzwa, inaenda kwenye kupitia kuta za tumbo, za ule utumbo mpana, utumbo mdogo, then inaenda kwenye damu, ambapo kule kwenye damu inaenda kupika nguvu. Kwenye nguvu kule inaenda zaidi kuweza kutunzwa kwenye misuli sasa. Ndio maana mtu akiwa hana energy ya kila chakula anajisikia sasa niko vizuri, fiti vizuri kweli kweli. Ndio jinsi inavyoweza ina misuli. Kwa hiyo ndio jinsi inavyofanya kazi. Kwa hiyo inaenda kwenye misuli. Ikiwa nyingi inabadilishwa kuwa mafuta. Ikiwa nyingi inabadilishwa kuwa mafuta. Sasa hapa ndio logic ya mtu kuwa na mafuta mengi na inakuja. Logic ya mtu kuwa na mafuta mengi inabadilishwa kuwa mafuta. Kwa hiyo wanga ni sawasawa na kiwango cha sukari ambacho kinaingia kwenye damu, na ni sawasawa na kiwango cha mafuta ambacho kinatunzwa. Kama ina maana nimekula wanga kwa wingi, nimesema kila kitu ni kiasi. Kama nimekula wanga kwa wingi, matokeo yake mafuta yakiwa mengi yanaenda kutunzwa, sababu mwili unachukua sukari inayohitajika, inayobaki na change kuwa mafuta. Mwili unakuwa unene, ndo unaanza kudevelop unene unaanza kudevelop. Na tabia ya wanga ni rahisi mtu kuweza kupata njaa haraka, kwa sababu kumbuka digestion inaanzia mdomoni, kwa inaanza kumegwa haraka. Ndio maana mtu akitandika asubuhi pale chapati za kutosha, atashangaa tu mchana umefika, njaa fulani hivi imeanza kuwa ya moto, lakini ulaji wake ulitakiwa kwamba huyu jamaa asikie njaa late. Lakini huyu mtu kwa nini anasikia njaa baada ya muda fulani? Umetoka kula kwa mama muuza pale, umekula ubwabwa wa kutosha, ukienda tu kukaa unaanza kusikia njaa baadaye inaanza kuja vizuri. Hii ndio namna ambavyo inatokea. Kwa hiyo njaa inakuja kwa haraka. Kwa hiyo ile repetition ya kula, matokeo yake ndio weight inakuwa kubwa, unene unaongezeka, hiyo mafuta, kwa sababu ya mengi, sukari iko nyingi kwenye mwili wako. Kwa hiyo wanga unamsababisha mtu kiwepesi kuwa exposed kwenye non-communicable disease kirahisi sana. Non-communicable disease ambayo ndio hiyo sukari, cholesterol, hiyo pressure. Pia inaathiri pia ini kirahisi kwenye mwili wako. Kwa ndio vitu ambavyo vinaanza kuleta shida. Lakini kuna wanga mzuri ambao mtu anaweza kutumia. Kwa nini mtu akila ukitoka kula lunch unaanza kusinzia? Kwa sababu digestion ya hii kitu inafanyika haraka, yani imeanza kufanyikia mdomoni. Tap 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 tap, tayari digestion imeanza kufanyika. Kwa nguvu, concentration ya mwili wako, concentration ya activities za mwili zinatoka kwenye kila kitu, zinahamia kwenye organi za kufanya digestion. Damu inakuwa haiendi vizuri kwenye ubongo, damu inakuwa haiendi vizuri kwenye huko ambako kunatufanya tuwe active, kwa sababu inapeleka nguvu kwenye ile sehemu ambayo inafanya kazi kwa wakati huo. Ile energy inakuwa hapo, ndio mtu anajisikia kusinzia, uchovu na nini, kwa sababu ya this meal that we eat. Lakini kuna wanga mzuri ni kula vitu vyenye nyuzi kama viazi, magimbi, mboga ni the best. Mihogo ni the best, bado ni wanga na utapata the best from wanga, lakini utapata kwa wanga mzuri ambao digestion yake inachelewaga. Kwa sababu digestion inachelewa, kiwango cha sukari pia ambacho kinatumbukizwa kwenye mwili wako kinakuwa pia kinachelewa, na kinakuwa kiasi, kinakuwa ni kidogo, hakiwi ni kingi. Lakini pia ukiwa unakula vizuri
wanga mzuri, inakusaidia kwamba ile sense of kushiba inakuwa ni ya muda mrefu, kwa sababu nyuzi nyuzi, kumbuka nilisema nyuzi nyuzi zinachelewa kuwa digested, zinaenda kuwa digested kwenye tumbo, kwenye utumbo mpana. Kwa hiyo ile sense of mwili kujisikia bado umeshiba kwa muda mrefu inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo pia uwezo wako wa kula, unakuwa unakula kwa wakati taratibu, unakula kwa wakati, baada ya muda unakuwa mwili wako ku maintain kwa uko vizuri, ni rahisi. Lakini pia wanga huu unakusaidia kwenda kukombati uchafu kwenye utumbo mpana, kwa hiyo ule uchafu unakuwa ukai. Kuna watu wapati choo kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu vyakula pia wanavyokula havina nyuzi nyuzi. Ukiwa unakula nyuzi nyuzi za kutosha, uchafu wa ukai unachukuliwa, unaondoka, unachukuliwa. Kila kitu ni kizuri kwa kiasi. Ukizidisha, changamoto inaanza. Ndio mwili jinsi unavyokuwa. Kuna mtu ambaye huwezi kumnyima wali maharage, lakini basi kwa kiasi. Na kuna mtu ambaye umeweza kumnyima makoko asubuhi, lakini kwa kiasi. Ndio namna inavyo. Ugali, nyama na kusaje, lakini kwa kiasi. Kuna ukiasi wake, namna jinsi ya kuta. Hiyo ni sehemu ya kwanza, wanga. Na kuna sehemu ya pili ya ili kundi, ambalo ili kundi ili na lenyewe pia ni la moto. Ili kundi pia ni la moto. Ili kundi ni la hivi vyakula ambavyo unaviona hapo, ambavyo kila siku tunavitumia kwenye mwili wetu, mafuta na vitu kama hivyo, kila siku tunavitumia kwenye mwili wetu. Sasa hujakatazwa, lakini kuna ukiasi. Alafu kwenye hapo pia kuna vyakula vya hamu, na tabia hili kundi hili la vyakula vyenye mafuta na nini huaga vinasababisha tuhamie kwenye eneo hili la pili pia, kwamba nikishapiga kidogo nishushie kakitu, nikishushia kakitu hapo ndo naweza kushushia Pepsi, unaweza ukashushia Coca, unaweza ukashushia Mirinda, unaweza ukashushia wale wanywaji, ukashushia bia kidogo. Kwa ni kitu ambacho pia watu wengi tunakipata, kwa sababu kundi la mafuta au design ya vyakula hivyo inaletaga kiu, yani hapa unajisikia ile hali kwamba nishushie na kitu. Kwa ile hali ya kushushia na kitu ile ndio, na hivi vimiminika vile vinavyovishushia na vyenyewe pia vya moto vile vile vina athari zake kwenye mwili wetu. Kwa ukiasi ndio kila kitu cha msingi. Sasa kwenye hili eneo la mafuta, umuhimu wa mafuta unatupa nishati, yani ni nishati nzuri kwenye mwili wako wa binadamu, lakini pia unasaidia sana kwenye uwezo wa kuweza kufyonza vitamini mwilini. Kwa hiyo una ukiasi wake pia. Na kuna mafuta pia, kuna mafuta mazuri ambapo pia nitayashare hapo vizuri, lakini pia mafuta yanaleta ladha. Chakula kinapopikwa kimewekwa korosho, chakula kinachopikwa kikawekwa nini, karanga. Chakula kinapikwa kule kijijini kwetu kuna kitu kinaitwa kweme. Eh, eh, kuna kitu kinaitwa kweme ambacho tunatumia pia kwenye kula. Kila watu wana, kila eneo ukienda Bukoba wana kitu chako wanaweka kwa, yenyewe pia ni mafuta. Kwa hii ndio nature ya vitu ambavyo vinakuwa katika mwili ambavyo mtu anakuwa anapata kwenye mazingira yake ya kila siku. Na ukila hivi vyakula ni muhimu kwamba ukawa pia unapata nafasi pia ya kuhakikisha kwamba vinatoka, yani visikae muda mrefu kwenye mwili. Like tabia hivi vyakula vina tabia moja, ukila kwa wingi vina tabia ya kudelay digestion yako, vina tabia ya kudelay digestion yako ya mwili, inakuwa haifanyiki kwa wakati. Kwa by nature inafanya hivyo, digestion system inakuwa iko chini, uwezo wako wa kudigest unakuwa uko chini. Lakini pia ni rahisi vitu kuweza kuweka shinikizo la ini lako kuwa linaathiriwa, ni rahisi sana. Na nyongo yako, ambayo nyongo ina kazi nyingi kwenye mwili wa binadamu, na hii wakati huo nyongo inahitajika kwa kiasi kikubwa sana kwenye kusaidia kumeng'enya kwa vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo kula mafuta mengi pia sio kitu ambacho ni kizuri kwenye mwili wako kuweza ukipata. Kwa kuna usalama sana wa kuhakikisha kwamba ninapokula pia mafuta mengi, nini cha kuweza kufanya kuhakikisha kwamba mwili wangu unakuwa uko vizuri. Sababu mafuta mengi pia yanasababisha kwamba mtu anakuwa na changamoto pia ya kukosa choo, au wengine wanakuwa na changamoto pia ya kuharisha, kwa sababu inaathiri kwa kiasi kikubwa sana mfumo wa mmeng'enyo. Lakini kuna mafuta mazuri. Kwa mfano unapokula samaki, mafuta ya samaki ni kitu kizuri, parachichi, yote hayo ni mafuta mazuri ambayo mwili inakuwa unakuwa uko vizuri. Sorry kidogo, kuna kitu nilikuwa najaribu kuweza kuconnect hapo.
kuna mwili unakuwa uko vizuri zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunaweka mwili katika wakati ambao uko sahihi kwenye mwili ambavyo inakuwa inatakiwa kuhakikisha kwamba vitu vinakuwa vinaenda sawa sawa. Lakini pia viwango vya kula mafuta vipo, lakini kula vizuri vitu vyenye nyuzi nyuzi, kwa sababu vitakusaidia wakati nakula mafuta kwenye mwili wangu, bado nyuzi nyuzi zinanisaidia viweze kukombati na kuyatoa kwa haraka pia. Kwa mwili wako pia unakuwa unafanya kazi vizuri na mwili unakuwa effectively. Kwa hiyo sio kwamba inabidi uachane navyo kabisa, hapana. Sio kwamba inabidi uachane navyo kabisa, hapana. Ila wakati unakula uwe conscious kwamba nakula kitu cha namna gani, na sio vyote kwamba ni vibaya. Ukiangalia hapo utaona kuna korosho, ukiangalia hapo unaona kuna mayai. Mayai sio kitu kibaya, mradi tu unahakikisha kwamba unakula mayai ambayo ni salama. Saa hizi kuna changamoto nyingi sana kwenye eneo la mayai ambalo pia linakuwa raised kwa kiasi kikubwa, kwa we will have to know mayai gani ambayo tunakula kwa sababu ya genetic issues ambazo zina operate. Kuna korosho hapo, kuna almond, yote hayo ni mafuta. Kuna mafuta ambayo pia mtu anaweza kuproduce wewe mwenyewe ya kuweza kutumia, ni kazi kwako. Then kuna hili eneo lingine pia la vyakula sasa, hivi ambavyo unaviona kwenye mwili wako, vyakula vya sukari kwa wingi. Kuna watu ambao yani wao na sukari ni balaa, wanapenda sukari kwa kiasi kikubwa sana. Kuna kitu pia ambacho ni cha wanacho, sio mbaya kula, kwa sababu sukari pia ina kazi yake kwenye mwili, lakini kuna kitu kinaitwa kiasi kwenye mwili wako, ni kitu pia cha kukiangalia. Nao mwili unapokula zina tabia zake na ina tabia vitu tofauti tofauti. Wanasema katika stage one ya mwili wa binadamu, kwenye stage one ya mwili wa binadamu jinsi unavyoweza kuoperate, kuna mtu kula chakula, alafu kuna chakula kula chakula, alafu sasa kuna chakula kula mtu. Maanake huyu mtu yuko out of control completely, anaendeshwa. Lakini unapokuwa katika stage 1 ya wewe kula chakula, ina maana unajua kabisa kuna mtu kula sukari, alafu then kuna sukari kula sukari wenzie, alafu kuna sukari kula mtu. Kuna mtu kula wanga, alafu kuna wanga kuita wanga wenzie, alafu kuna wanga kumtafuna mtu mwenyewe. Yaani huyu mtu manake unakuwa uko out of control. Ndio maana nazungumza sana habari ya kiasi kila wakati, kwamba lazima tuwe tuna kiasi wakati tunakula. Tuwe tuna kiasi wakati tunakula vitu ambavyo tunavitafuna. Nao kwenye ili eneo la sukari sasa, hapa pia kiwango cha kuzingatia, yani kuna umuhimu wa kuwa uko conscious na kiwango cha sukari pia ambao unaiingiza, kwa sababu sukari yenyewe ina tabia ya kwenda kubadili usawa wa bakteria wazuri kwenye mfumo wetu wa mmeng'enyo wa chakula. Na tunafahamu kabisa katika kitu cha muhimu kwenye mwili wako ni ni bakteria ambao wanafanya kazi kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Yaani maana kwenye mfumo wa tumbo kuna bakteria wazuri na kuna bakteria wabaya. Kile kiwango kile, uwiano ule ndio kitu cha muhimu. Sasa sukari ina tabia ya kwenda kubadili huo uwiano. Na ikibadili hiyo uwiano, ndio changamoto nyingi pia kwenye mwili inaanza kuleta shida. Kwa hiyo bakteria wazuri kwenye tumbo wakianza kuathiriwa, ndio inaanza kuleta shida. Kuna mtu anaanza kujisikia kuvimba, gesi, tumbo linajaa gesi, anaanza kuona hali ya kushiba sana, inaanza kuja kwenye mwili, na pia inapelekea kasi ya magonjwa mengine sugu kutokea kwenye mwili wako. Hivyo vitu vyote vinaathiriwa na huo mfumo wako huo ambao unakuwa yani hiyo control yako ya kiasi cha kuingiza kwenye tumbo lako. Ni kitu cha msingi cha kuhakikisha kwamba unakicontrol vizuri. Vimbe za mwili zinaathiriwa pia kwa sababu ya mfumo. Ukishaanza kuwa disturbed, inaanza kutengeneza hiyo hali kwenye mwili wako. Lakini pia kuna high level ya acid kwenye tumbo inaanza kuja pia, kwa sababu bakteria wameshakuwa disturbed. Hawa bakteria wanatusaidia sana kwenye control pia acid level kwenye mwili wetu. Ndio ile mtu anaanza kujisikia hali ya kiungulia, ndio ile mtu anaanza kujisikia ile vidonda vya tumbo. Yote inatokana na control ya hizo hali kwenye mwili. Lakini pia inasababishaga kuzuia mmeng'enyo wa chakula kufanyika inavyotakiwa. Na katika kitu ambacho ni muhimu kwenye hiyo ni hiyo control pia ya au bakteria ambayo pia inaathiriwa na level ya sukari ambayo tunaingiza kwenye mwili yetu. Kwa ni muhimu kuhakikisha wakati nakula sukari pia nahakikisha kwamba
control ya kiasi ndo muhimu, kwa sababu ikishakuwa control ya kiasi haiko muhimu sana, inaanza kuathiri level ya fiber. Yani sukari na tabia ya kuchukua nafasi ya fiber, ya kuchukua nafasi ya mafuta, ya kuchukua nafasi ya protini, kwa maana yake inaanza kutawala hilo eneo. Kwa mtu anaanza kuwa anakosa vitu muhimu kwenye mwili wake, ndio mtu anaanza kupata issues zingine tofauti tofauti. Constipation inaanza kuingia kwa kiasi kikubwa. Sukari ukiwa pia unakula sana vyakula vyenye sukari, conversion yake inaleta kuja mtu kuanza kupata pia weight kubwa, unene. Zote zinatokana na hiyo kitu. Kwa nini? Kwa sababu sukari inaleta mafuta, yani ikishakuwa converted inakuwa converted kuwa mafuta ambayo yanapelekea pia unene unakuwa ni mwepesi kwenye mwili wako, lakini pia ina tabia ya kwenda kuathiri ini. Ikiathiri ini, kongosho ndo linahusika kwenye kazi nzuri. Kwa hiyo ufanisi wa kongosho unakuwa ni mdogo. Ufanisi wa kongosho ukiwa mdogo, changamoto za mtu kupata sukari ni kubwa sana, lakini inaanzia kidogo kidogo tu kwenye vitu ambavyo tunafanya. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu tabia ya maisha ambayo tunayafanya kila siku na the way we handle ourselves. Ni muhimu kuhakikisha kwamba tuna control hivyo vitu ili tuweze kuwa tuko salama. We know what to do, we know what to eat, how to live, na vitu viweze kuwa viko vizuri zaidi. Nini unakula ni kitu cha kuweza control. Now, hivi vitu vyote hivi ndio vinaleta sasa athari ya mwili wako kwenye changamoto za mmeng'enyo wa chakula. Changamoto za mmeng'enyo wa chakula ambazo ziko nyingi: kukosa choo kigumu, bawasili, ishu za gesi, ishu nzima za kupata, watu wanapata viungulia, vidonda vya tumbo, fatiki, mtu anakuwa na mauchovu uchovu tu kila wakati. Skin inaathiriwa sana na mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo we have to make sure kwamba mfumo wetu wa mmeng'enyo uko salama. Hii ni sehemu ya kwanza. Hapo nimezungumzia virutubisho na tumbo namna linavyoweza kuoperate. Sehemu ya pili ni hii sehemu ya toxin overloads. Toxin overloads. Sasa hapa ni toxin ambazo zinaingia kwenye tumbo letu, ambazo kiukweli hizi zinaathiri vitu vingi sana kwenye mwili wa binadamu. Toxins ambazo, tabia ya toxins hizi zikiingia, huwa zinaenda kuwa na tabia ya kuathiri zile shape za seli hai. Ikiathiri shape ya seli hai, ufanisi wa seli hai unakuwa ni mdogo sana. Kwa matokeo yake mtu anakuwa anapata changamoto. Hapa nilikuwa nimeambatanisha na video moja ambayo huyu jamaa alikuwa anazungumza, Professor J. Mwishoni labda nitaiplay for the sake of tuweze kupata hiyo proper understanding, lakini alikuwa anazungumza yeye hapa, alikuwa anatoa elimu kwamba kilichomdondosha yeye akapata changamoto ya afya ni kiwango cha sumu zilikuwa nyingi mwilini. Yani alizungumza kwamba kiwango cha sumu kibinadamu, mtu anatakiwa awe na average kama ya 100 mpaka 150 kwenye kipimio chao, lakini yeye alikuwa na 1700 ambayo ndio ilimletea shida kwenye mwili wake. I think ni 1700 sio 1200, sikumbuki vizuri, lakini nitaplay baadaye, utapata kuweza kupata understanding. Sasa yeye alikuwa kwenye ziara ya shughuli zake, lakini ikatokea ameanza kupata changamoto, hajisikii vizuri, ikabidi akatishe ziara, arudi Dar. Alivyoenda kupimwa, by the time anaenda kupimwa ndo tayari yani mwili umeshaanza kuzima kabisa. Ndo akapimwa akakutwa kwamba kiwango cha sumu ni kikubwa kwenye mwili wake, ndio kikasababisha hayo matatizo yote ambayo Profesa J leo yuko katika hiyo hali ambayo unaona sasa hivi, lakini ni kiwango cha sumu from 100 to 150. Yeye alikuwa na 1200 kama sio 1700. Kwa hiyo ikaathiri mfumo mzima wa mwili wako. Stay place sasa hivi, lakini nitataka uweze kuelewa kwamba toxins tunazipata kwenye vitu vingi. Tunapata kwenye hewa tunayovuta hii kila siku, tunapata kwenye hizi skin care ambazo tunazitumia kila siku, maandalizi yetu kila siku, tunapata kwenye chemicals ambazo zinatokana na nini? Na mbolea na vitu vya kutunzia vyakula, hizi pesticides za food. Unaweza kusema mimi mbolea nakutana nayo wapi? Hapana, vyakula tunavyokula vimekuziwa au vimelimwa kwenye ardhi ambayo imewekwa katika mbolea ambayo ina chemical. Kwa hiyo zile vyakula, yale mazao yanafyonza. Kwa sisi tunapokuja kula, tunakula zikiwa na hizo chemical ndani yake. Unaweza kusema pesticides tunazipata wapi za food? Vyakula tunakula leo, mchele uliolimwa mwaka jana, mwaka juzi, uliolimwa miaka 3 iliyopita, unatunzwa vipi? Ndio hizo pesticides.
ambazo wamepulizia madawa, wamefanya nini. Yale madawa yana nguvu, lakini we eat, hauwezi kuyatoa kwa kuchemsha tu hivi tu umepika wali umetoa, hapana. Kwa hiyo hivyo vitu tunakula, lakini kuna hizi hormone foods hizi kuku. Kwa mfano kuku ambao tunakula kila siku, tunakula kuku, lakini kuku wengi wamekuwa boosted. Yani kuku wa wiki 3, kuku wa mwezi, umeshai kuona wapi? Kuku wa miezi 3 umeshai kuona wapi? Lakini kuna kuku sasa hivi wanakuzwa kwa wiki 3, tayari tuko nao mtaani, tunakula kwenye chips cook. Kuna zile homoni ambazo wamewapa, sisi tunakula. Hizo ni toxins zote hizo. Kwenye processed food ambazo tunanunua kila siku kwenye supermarkets na kila kitu, candies tunawachukulia watoto kila kukicha, ndio hizo zitu wanapata. Sasa mtoto mdogo anapata wapi sukari? Ndio hayo makorokoro ambayo tunakula kila siku. Kuna drugs, madawa ambayo tunapata kila siku. Kuna cigarette, watu wanavuta cigarette. Kuna hii nini, kunywa, mtu anapata kidogo, akitoka anapata wine kidogo, anapata bia kidogo, ndio maisha. Lakini pia stress pia zina tabia ya kuzalisha sumu kwenye mwili na negative emotions ambazo we need to control. Sasa hizi zikiingia, zinabadili ufanyaji kazi wa seli hai za binadamu. Seli kwa kawaida inakuwa katika mfumo mzuri tu, lakini ile shape ya seli ikiwa disturbed, inakuwa function yake inakuwa inaleta shida. Kama unakumbuka pale mwanzo nilizungumzia kitu kinaitwa cell malfunction. Cell malfunction kwa sababu ya hizo shapes pia zimekuwa zimeathiriwa. Kwa hiyo ukiwa umepata hiyo kitu, inaathiri hivyo vitu. Na kama unavyoona apple ukiling'ata hivi, manake likiwa katika general form linakaa vizuri, lakini likishakuwa changed in a shape, manake toxin imekuja afu ikang'ata apple, au wewe umeng'ata apple afu kaliweka, linaanza kufuata hiyo decay. Na seli zetu ziko hivyo hivyo, zikishaletewa shida tu na toxins, zikawa attacked, zinaanza kupata hiyo decay. Kwa hiyo uwezo wa kazi wa kuweza kufanya vizuri seli unakuwa ni mdogo. Seli zikiwa uwezo wake wa kufanya vizuri ni mdogo, automatically, nishazungumza, mwili unalindwa kwa seli. Kwa automatically mwili wangu lazima uanze kupata disturbance, utaanza kuathiri mifumo yote ya mwili inavyofanya kufanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunafanya detox ya mwili. Seli zikipata shida kwa sababu ya chakula, inabidi tule chakula kizuri, inabidi tuweze kupata nutrition. Nao kuna seli ambazo zinapata changamoto kwa sababu ya toxins. Nao inabidi tuweze kufanya detox. Detox unaifanya kupitia tu unakunywa maji, unafanya mazoezi, unasaidia huo mwili kuweza kufanya detox zako za kila siku. Lakini issue ni kwamba sio taka mwili zote zinazotolewa kwa mazoezi na maji. Kuna zile zingine ambazo hazitoki kwa namna hiyo, lazima upate virutubisho sahihi viweze kusaidia kuweza kutoa hizo, yani kukombati hizo vitu hizo. Bila hivyo inakuwa ni ngumu, kwa sababu toxins zinaathiri kila kitu kwenye mwili wako, zinaathiri mifumo yako ya kwenye mwili jinsi inavyoweza kufanya kazi. Toxins zinaingia kupitia hewa, kupitia manake mapafu, zinaingia kupitia skin, tumepaka vitu, tumegusana, tumeshika vitu, zote hizo ni toxins zinaingia. Lakini pia toxins zinaingia kupitia tumbo, tunachokula kila siku, na hizi zote zinaenda kuathiri sasa mfumo pia wa ini, ambayo inaenda kuathiri ufanyaji kazi pia wa kongosho. Kumbuka kongosho linahusika pia kwenye digestion, ndio maana nazungumzia sana mfumo wa chakula kwenye vitu vyote. Kwa nini tunazungumzia? Kwa sababu wote vinahusika. Ikiletewa shida kongosho, ndio inaleta vitu vingine vyote vinafanyika. Watu wenye masukari ni makongosho, hayafanyi kazi vizuri. Kwa ni vitu hivyo tunahitaji kuweza kufanya kupitia hizi activities za kila siku, lakini sio kila kitu kinafanyika, au sio sumu zote ambazo zinatoka kupitia kunywa maji, kupitia kula, kufanya mazoezi, kupitia kupumzika. Pia kuna sumu ambazo tunazitoa kupitia kupumzika, lakini pia kuacha baadhi ya tabia, kuweza kuziacha. Pia kuna sumu ambazo tunasaidia kuweza kutoka vizuri. Ndio nature jinsi inavyoenda, ndio nature. Cha kwanza cha kuweza kuhakikisha kama tuna control ourselves pia ni kurudi kwenye kuhakikisha tunakula chakula sahihi. Mwili ukilishwa chakula vizuri inavyotakiwa, unajiponya wenyewe, kwa sababu mwili una healing system. Lakini changamoto inayokuja, kwa nini mpaka maathari yote tunayapata, ni kwa sababu vyakula vyenyewe tunavyokula havina viwango hivyo sahihi vya kuweza kututunza. Sasa hivi kuna huge attack ya kwenye vyakula, ndio maana kuna umuhimu wa kupata supplement. Kuna huge attack kwenye vyakula ambavyo tunakula, kwani kwenye industry ya chakula.
Vyakula vingi ambavyo tunakula ni vizuri, matunda na nini, lakini yana nutrition chache. Nutrition ni chache ambazo zipo. Kwa sababu gani? Mfumo wa ulimaji na utunzaji vingi viko boosted. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kupata kile ambacho kweli kipo kwenye tunda, kipo kwenye mboga mboga. Sasa hizi biashara ya chakula ni biashara, kilimo ni biashara. Tunakula ugali tunashiba ndio, lakini nutrition hazipo. Overfed, undernourished. Kwa inakuwa ni ngumu kuweza kupata inavyotakiwa. Nutritional gap ni kubwa. That why we need kuwa na supplement. We need kuwa na supplement. Supplement sio madawa. Sio madawa. Supplement ni vyakula dawa. Tunaita vyakula dawa. Ni addition ya chakula kwenye mwili wako. Na pia utakiwa uweze kujua pia natoa supplement kutoka eneo gani. Na ndio maana we represent this amazing company ambayo ina supplement, ina virutubisho ambavyo ni salama kwa mtu kuweza kutumia na vikamsaidia kwenye mwili wake kwenye eneo lote, na ina seal of approval kwamba hichi kitu ni salama. Kwanza kiwango cha supplement, yani nutrition ambazo ziko kwenye supplement. Cha pili, angalia watu ambao wamepitisha ni halal mtu yote kwenye kutumia. Lakini pia Wayahudi au KL ni Wayahudi wako very conscious duniani na wanahakikisha vitu vikaa vizuri. Jamaa wamepa approve products za forever living products kutumika. Lakini cha tatu ni cruelty free, manake product hizi hazitestiwi kwa mnyama, zinatestiwa na kutumika kwa binadamu, kwa sababu sio chemical, sio dawa. Dawa ndo zinatestiwa kwa mnyama, kwamba hii nikimpa huyu panya akifa, manake hii dawa imezidi, inabidi niweze kufanya hivi, nifanye hivi, nikimuinject hivi. Lakini sio hizi, hizi ni kwa binadamu. Kwa hiyo it is the best of the best kwenye kutumia, it is the best of the best. Na hizi sio dawa, na sisi sio madaktari, sisi ni watu wa kusaidia kwenye eneo la virutubisho, na virutubisho vinavyohitaji tu ni understanding, kuelewa. Na number one product ambayo ni muhimu sana ni kuweza kupata alo, ambalo inaenda kusaidia kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula na kusafisha mwili wako ukawa uko clean, ukawa uko salama, na kuhakikisha kanakuwa kanafanya kazi effectively inavyotakiwa kwenye kusafisha. Huu ni mfumo ambao binadamu anatakiwa aweze kuwa yuko clean wakati wote. Lakini kama ukiwa haujawa clean, hii machangamoto ambayo tunaenda kuyapata kwa kiasi kikubwa sana. Mfumo ni rahisi mtu kuweza kupata machangamoto ya afya. But we have to understand tunadili na kitu cha namna gani. Mtu akiwa hapati choo kwa wakati, mfumo unakuwa ni changamoto sana. Mwili wake unakuwa ni changamoto sana. Unapokunywa aloe vera gel, inausafisha huo mfumo. Inausafisha, unakuwa uko clean. Inatoa huo uchafu, mtu anakuwa yuko salama. Angalia mtu ambaye ana obese, mtu mwenye kitambi, mtu mwenye critical constipation, namna ambavyo tumbo lake ndani linavyokuwa. Kwa hiyo we need aloe vera gel kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba mwili unakuwa umekaa sawa sawa, na mtu anakuwa anapata matokeo effectively kwenye mwili wake, unakuwa na operate namna inavyotakiwa kuweza kuoperate vizuri. Kwa hiyo we need aloe vera gel kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba mwili unakuwa salama. We all know umuhimu wa kuweza kutumia aloe vera gel kuhakikisha kwamba mwili unakuwa uko vizuri. Kwa kuna huo umuhimu wa kuitumia. Aloe vera gel inakusaidia kufanya kitu gani? Cha kwanza, inaboresha mmeng'enyo wa chakula. Mmeng'enyo wa chakula unakuwa unafanyika vizuri, inaboresha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo inapunguza matatizo mengi ambayo yanatokana na mmeng'enyo wako wa chakula. Kwa hiyo mtu anayepata gesi, mtu apate choo kwa wakati, aloe vera gel inamsaidia. Lakini cha pili, kusafisha mwili, inafanya detox. Tumezungumzia swala la kusafisha mwili. Hii inafanya detox, kusafisha, kwa inaondoa zile sumu taka mwili zoko kwenye mwili wako, inasaidia ini kuweza kufanya kazi inavyotakiwa, kwa sababu ina detox vizuri na inasafisha mambo yanayoleta changamoto, kupunguza au kuweza kucontrol kiwango cha asidi kwenye tumbo, kwa sababu aloe vera gel ni alkaline by nature. Kwa hiyo inasaidia kucontrol hiyo kiwango sahihi cha asidi. Kwa mtu mwenye shida ya kiungulia, mtu mwenye shida hiyo anakuwa iko vizuri. Kuna watu ambao wana changamoto ya asidi inakuwa nyingi mpaka anapata shida hapa, anakuwa anasikia kuchomwa hapa au kuungua. Hii inasaidia kwenye kucontrol.
lakini pia inasaidia kucontrol au kuweza kurekebisha kiwango cha bakteria wazuri kwenye mwili wako. Kwa hiyo automatically mfumo unakuwa unafanya kazi vizuri na unakuwa unapata una mmeng'enyo wako unafanyika inavyotakiwa. Inaboresha uwezo wa kufyonzwa virutubisho na kupelekwa kwenye maeneo husika. Kwa madini yanayotakiwa, vitamini inayotakiwa inapelekwa kwenye maeneo husika vizuri. Inapunguza matatizo yanayotokana na tumbo. Yote yanakuwa yanapunguzwa kwa sababu inasaidia kwenye kufanya kazi vizuri. Na ukiwa unatumia aloe vera gel, mwili wako lazima uweze kuwa stable. Ndio maana mtu akija na changamoto yoyote ya mwili lazima apewe aloe vera gel kwa sababu ina hizo function nyingi za muhimu kwenye mwili wa binadamu. Lakini mtu akiweza kupata hii proper package, hii package inafanya vyote sasa. Hii C9 package inasaidia kuusafisha mwili, alafu inasaidia mwili kuupa virutubisho sahihi, inasaidia kwamba mwili huo unaweza kufyonza virutubisho effectively jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo automatically mtu akiwa anatumia C9 anakuwa yuko vizuri. That's why ukimkuta mtu ana kitambi mnene, instead kumpa gel peke yake mpe C9 kwa sababu itafanya vyote. Akiwa na weight kubwa zaidi, basi atatumia the other program ambayo itamsaidia. Kwa hiyo hawa watu wote ambao unawaona hapa sio tu wametumia walitumia ili ziwasaidie kupungua. Yaani kupungua ni end results, lakini the first result ni kusafisha mwili na kuupa mwili virutubisho vinavyotakiwa na kusaidia uweze kufanya uwe kuwa active kwenye kufanya mmeng'enyo ufanyike vizuri. Kwa automatically watu wanapungua, miili yao inaanza kuwa stable. Kwa hiyo kupungua ni end results, ni matokeo yanayofuata baada ya kazi fulani kwenye mwili, ndani ya mwili wa binadamu imeshafanyika. Kwa ni muhimu tukaweza kupata, lakini kuna hii vital package. Hii vital package hii ndio inakupa zile important products kwenye mwili wako wa binadamu kuweza kupata. Kwa ni muhimu mtu akiwa anatumia katika vital 5 kupata zile the program ya mtu akisema anataka kupata program ambayo imsaidie tu kwenye afya yake, mpe vital 5 au tumia vital 5. Kwa ni muhimu tuweza kupata. Then kuna hii product. Sasa ukiangalia product zote ambazo ni za muhimu Forever wameweka kwenye mfumo ambayo inakuwa ni cheap ili mtu aweze kuzitumia zaidi. Moja kati ya product nzuri ni hii ambayo iko inaitwa Feeds of Green. Feeds of Green hizi ni mboga mboga ambayo ina kiwango kikubwa cha alfa alfa, ina kiwango kikubwa cha hiyo barley powder, ina kiwango kikubwa cha wheatgrass ambayo ni nzuri sana kwenye mwili wako. Kwenye mwili inasaidia kuweka mwili uko alkaline. Kwa hiyo ile fomu ya acid inakuwa iko controlled vizuri, mwili unakuwa katika alkaline, lakini pia inakupa benefit nyingi kwenye mwili wako. Kwa hiyo na kazi nyingi ambazo zinamsaidia binadamu. Kwa hiyo Feeds of Green ina faida kubwa ambazo ni nyingi kwenye mwili wako, ambayo cha kwanza inasaidia kwenye mmeng'enyo wako uweze tu kuwa uko effective. Inasaidia kwenye usagaji wa chakula kwa sababu ina fiber nyingi sana. Kwa mtu akiwa hapati choo kwa wakati, muhimu sana akapata Feeds of Green. Inasaidia kuondoa ile hali ya mtu kujisikia kuvimbiwa. Mtu anasema mimi gesi, tumbo langu bwana vimbiwa. Feeds of Green ni muhimu. Inasaidia kutoa sumu mwilini, detox. Inasaidia kwenye effectiveness ya mtu kuweza kusafisha mmeng'enyo wake wa chakula na kutoa hizo taka mwili. Lakini pia inasaidia kwenye kurekebisha au kuweka vizuri kiwango cha bakteria wazuri tumboni. Kwa ni nzuri sana mtu kuweza kutumia kwenye mmeng'enyo wake wa chakula Feeds of Green. Kwa hiyo ni muhimu tukaweza kutumia, lakini pia inasaidia sana kuimarisha, anakuweka vitamins nzuri, madini yanayotakiwa, mwili unakuwa uko na nguvu vizuri inavyotakiwa, mwili unakuwa uko salama. Kwa hiyo inafanya kazi nyingi ambazo mtu inamsaidia. Product nyingine ambayo ni muhimu, product ya tatu ni muhimu kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ni hii kitu inaitwa Lithium Plus, ambayo Lithium Plus kazi yake ya kwanza inaboresha usagaji wa chakula kwa sababu ya hiyo system ya hizo fiber kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia inalinda sana dhidi ya maambukizi kwenye mfumo wako wa tumbo, kwa sababu inasaidia pia ni antioxidant nzuri, na inasaidia tunasemaga ni radical free. Yani mtu anapopata zile ita free radicals anapozipata inamsaidia kwenye kutoa na kuhakikisha mwili unakuwa uko vizuri. Kwa mwili wako unakuwa unafanya kazi effectively, mfumo wako inapunguza kuvimba kwa tumbo na inasaidia mwili kuweza kufanya kazi, mmeng'enyo kufanya kazi vile inavyoweza kutakiwa. Lakini inasaidia sana afya ya ini. Tumezungumzia ini kama production yake ya kongosho kuhakikisha kuko vizuri. Afya ya ini, uwezo wa ini kuchakata vizuri na kusaidia kongosho ikae iko vizuri. Kwa hiyo uondoaji wa sumu, jambo lako linakuwa ni jepesi sana.
kusaidia kwenye kinga za binadamu kuhakikisha ziko vizuri kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuchochea bakteria wazuri kwenye mwili wako. Tumezungumzia uzuri wa bakteria, kwa hiyo kuchochea bakteria wazuri kwenye mmeng'enyo wako inakuwa iko vizuri. Then you have bee propolis, one of the best product, bee propolis. Hii inatokana na nyuki. Bee propolis bwana, hii inasaidia kwanza kukulinda dhidi ya maambukizi kwenye mwili wako. Kwa hiyo mwili wako unakuwa uko vizuri pia dhidi ya maambukizi na vidonda. Mtu anapata changamoto ya vidonda na maambukizi tofauti, inasaidia. Lakini pia inaambukiza pia maambukizi kwenye tumbo. Maambukizi yote ambayo yanatokana na kwenye mfumo wako wa tumbo, utumbo mwembamba, utumbo mpana, inasaidia kwa kuweka uwiano mzuri wa bakteria ambao wako kwenye mwili wako na kaweka vizuri. Lakini inaimarisha pia kinga zako za mwili, zinakuwa ziko stable na zinafanya kazi vizuri inavyoweza kutakiwa. Lakini pia inapunguza maumivu. Mtu anapata maumivu kwenye tumbo, discomfort na nini, akiwa anatumia bee propolis anakuwa yuko vizuri. Inasaidia kwenye uponyaji wa maeneo yaliyoathirika kwenye mwili wako, sehemu yote ya mwili ambayo imekuwa imeathiriwa. Hizi product ambazo nazitaja hapa, mtu akiwa na changamoto yote kwenye mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula, mpe package ya hizi product, sababu inaenda kusaidia kwenye hizo eneo lote la mmeng'enyo, tangu chakula kinaingia mdomoni mpaka kinaenda kutoka kwenye haja kubwa. Shughuli yake yote, mtu ana maambukizi, ana kidonda na nini, kwenye huo mfumo wote inasaidia hivyo vitu. Kwa hiyo inaboresha pia usagaji wa chakula kwa automatically, zile effect mtu ambazo angeweza kuzipata kutokana na mfumo mbaya wa usagaji wa chakula na kuwa hapati tena. Kuna hii product inaitwa Active Pro B. Hawa ni bakteria wazuri. Hii inaenda kusaidia kuboresha uwiano wa bakteria. Tumezungumza kwa nini pale mwanzo nimechambua sana, ili mtu aweze kupata connection ya hawa bakteria ninaozungumzia hapa. Kule umepata idea ya bakteria kazi yao nini kwenye mwili wako. Usagaji wa chakula, Active Pro B inasaidia vizuri sana kwenye kusaga chakula chako vizuri. Kwa mtu anapoweza kusaidiwa usagaji wa chakula, manake athari za usagaji wa chakula zote anakuwa anazikosa. Protini, unafahamu kuna watu ambao kuna baadhi ya vyakula havimeng'enywi vizuri kwenye mwili wao. Sasa hii ni one of the best product, inasaidia. Kwa protini inakuwa inameng'enywa vizuri, mafuta yanameng'enywa vizuri, vitamins zinameng'enywa vizuri, wanga unameng'enywa vizuri kwa sababu ya hiyo. Bakteria wakiwa wamekuwa controlled vizuri, automatically watu wenye machangamoto kama ya H pylori, maambukizi ya kwenye tumbo, hii inasaidia vizuri kupunguza tatizo la kuvimba kwa gesi kwa sababu bakteria wako vizuri. Hizo vitu vyote vipo kwenye mfumo mmoja, kusaidia kupata choo vizuri mtu anavyotakiwa, kulinda tumbo lako likawa liko vizuri, kuimarisha kinga. 80% ya kinga zinatokana na afya ya tumbo tumezungumza. Kwa hiyo inaimarisha vizuri, lakini pia kupunguza discomfort kwenye tumbo, maumivu kwa sababu kuna uwiano ambao unaleta shida. Kudhibiti allergy, watu wanapata allergy. Yote hiyo ndio kana mfumo wa tumbo. Kwa hizi product ambazo nimezimention hapo, aloe vera gel, Active Pro B, bee propolis, lithium plus, Fields of Green ni the best kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ni muhimu kuweza kuhakikisha mtu anakuwa anaupata. Kwa mtu yote akiwa na issue yote na issue ambayo inatokana na mfumo wa mmeng'enyo, now you know nini aweze mtu kuweza kutumia na kwa nini mtu aweze kutumia na mfumo unafanyaje kazi, kwa nini aweze kujisaidia vizuri. Now as we go on with our daily life, ni muhimu kuwa tunafanya check up za mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba tunajicontrol, tunakula vizuri, tunaishi maisha yes, lakini you need to control mwili wako kwa ajili ya kufanya proper check up za kila mara, na pia kufahamu kwamba afya si gharama. Afya ni investment ambayo unafanya, sio gharama. Kwa ni muhimu kuweza kucatch up na kuhakikisha kwamba una control afya yako. Chochote kinachohitajika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba afya imekaa vizuri ni muhimu kuweza kutumia. Virutubisho ni muhimu kuweza kutumia. Kula vizuri ni muhimu kuweza kutumia. Kupumzika, kufanya mazoezi ni vizuri kuhakikisha unafanya. Kunywa maji ya kutosha ni muhimu kuweza kutumia ili kuweza kuepuka athari ambazo mtu anaweza kuzipata vizuri. Now what I want to say is you have to catch up with the upcoming sessions. On the upcoming sessions ambazo tutakuwa tuko nazo, nitaomba uwe na sisi mubashara sana, kwa sababu tutaingia specific kwenye kueleza changamoto moja moja. Tutaeleza changamoto moja moja ya kukosa choo inatokana na nini, changamoto moja moja choo kigumu inatokana na nini cha kuweza kufanya effectively, bawasiri inatokana na nini, gesi inatokana na nini, kiungulia inatokana na nini, ile acid reflux inatokana na nini cha kuweza kufanya
ili kwenye hizo general product ambazo nimezimention ujue specifically. Kwa mfano mtu amesema ana issue labda ya gesi, hawezi kuchukua product zote. Product gani ni muhimu ya kuchukua, ya kuanza nayo, kati ya moja, mbili, tatu, zipi uweze kucategorize vizuri kwako wewe mwenyewe, lakini kwa mteja pia ambao anaweza kuwa anatumia pia. Vidonda vya tumbo specifically vinatokana na nini kwenye tumbo la binadamu? Kwa ni mfumo mzima unaweza kufanya kazi. Mtu anapokuwa navyo hawezi kuchukua product zote, aanze na kipi? Vipi tutaingia moja moja. Fatiki, kuna watu ambao wana uchovu, akifika ofisini tu tayari kishaanza kusinzia. Nini cha kuweza kufanya? Zipo product ambazo zinamsaidia na atumie ipi? Skin glow, nini cha kuweza kufanya? Tutaingia specific kwenye kila product moja moja kwenye the upcoming session. What I can say is keep up with us so that kama nikipata specific issue na kuhakikisha. Thank you for your time, na Mwenyezi Mungu azidi kuweza kuwabariki sana, kuhakikisha kwamba we have a good mchana mzuri, na tunahakikisha kwamba maisha yanakuwa yanaenda the way ambavyo tunataka yaweze kuenda, na tunaona effect kubwa, tukabadilishe maisha ya watu wengine, lakini zaidi ya yote kabadilishe pia maisha yako wewe mwenyewe kwenye kuhakikisha kila siku unapata proper lishe na unaishi maisha vizuri vile ambavyo unatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa yako vizuri sana. Mwenyezi Mungu azidi kuweza kutubariki na muwe na mchana mwema wote. Karibuni sana.